Mbunge wa jimbo la Mbogwe Ferguson Aaron Nkingwa amezungumzia mwenendo wa baadhi ya vijana pamoja na taharuki ya madai ya wizi wa nyeti, akilitaka bunge kuchukua hatua madhubuti. Akichangia hoja bungeni jijini Dodoma leo Aprili 13, 2026, alisema kwamba tuna vijana wa aina mbili. Wapo vijana wanaojiita Gen Z, lakini vijana hawa wa Gen Z, tunao vijana wa Gen Z wenye akili timamu, lakini tunao vijana wa Gen Z ambao hawafai kabisa kwenye hii nchi. Bwana Ferguson akaongeza kuwa kwa nini mheshimiwa mwenyekiti nalizungumzia hili leo? Kuna changamoto ya kutolewa nyeti. Jambo hili limekuwa changamoto sana kwenye taifa letu, na mimi naomba mheshimiwa mwenyekiti tulichukulie serious sana, kwa sababu jambo hili limekuwa ni kubwa. Watu wameuawa, watu wamejeruhiwa. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na matukio ya taharuki na vurugu katika baadhi ya maeneo yanayochochewa na madai hayo yasiyo na uthibitisho. Ukivuta kumbukumbu, siku za hivi karibuni matukio haya yameripotiwa mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sasa upate kumsikia kwa ufupi kidogo, baada ya hapo nitakuja kusoma maoni yako ambayo utakuwa umetuandikia hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe sana, kwenye jimbo langu kama nilivyozungumza, ninao vijana wengi, lakini vijana hawa wanatamani na wanatambua kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa vifaa kwa ajili ya kuhakikisha wanajiendesha. Lakini niombe tuje tutengeneze mfumo wa kuwafundisha vijana wetu waendeshe pikipiki kwa kufata mfumo wa kuepuka ajali, kwa sababu ajali zimekuwa ni nyingi. Ukizingatia vijana wetu, kama tunavyojua, tuna vijana wa aina mbili. Wapo vijana wanajiita nini, Gen Z. Lakini vijana hawa wa Gen Z, tunao vijana wa aina mbili. Tunao vijana wa Gen Z wenye akili timamu, lakini tunao vijana wa Gen Z ambao hawafai kabisa kwenye nchi hii. Na kwa nini mheshimiwa mwenyekiti nalizungumza hili? Leo kuna changamoto ya kutolewa wanasema nini, nyeti. Jambo hili la watu kutolewa nyeti limekuwa ni changamoto sana kwenye taifa letu, na mimi nikuombe mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili tunatakiwa tulichukulie serious sana, kwa sababu jambo hili limekuwa ni kubwa. Watu wameuawa, watu wamejeruhiwa. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nikiwa kama kijana niliyesimama hapa, jambo hili haliwezekani. Kwa nini? Kwamba mimi namshukuru sana mheshimiwa waziri husika. Leo ametupa mfano kwamba wanaume wapange foleni, washikane mabega. Hasa mwanaume akimshika mabega mtu mwingine ionekane ametolewa dhahabu, tunasema. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe sana kwenye jambo hili, kama taifa tuwe serious sana kwenye mambo ya hovyo, kwa maana ya kwamba jambo hili linatuumiza. Jambo hili limesababisha ndugu zetu wameuawa, wamejeruhiwa kwa sababu ya mambo ya hovyo. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Asante mwenyekiti, naomba unipe dakika moja. Nataka nilizungumzie hili jambo la nyeti. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili la nyeti, niwaombe hata mawaziri, jambo hili ni kubwa. Jambo hili linadhalilisha taifa. Leo tunakaa kujadili. Muda wako umeisha. Asante mwenyekiti. Sawa, umepata kumsikia Ferguson, mbunge huyo. Sasa napitia baadhi ya jumbe ambazo tuko nazo hapa. Mmoja anasema kuongea na kuzungumza ni vitu viwili mbali kabisa. Kumbe Afrika yake na emoji hapo, yani kwa shida kwamba yajua kwamba anamaanisha nini. Nisiende mbali sana katika kudadavu ujumbe wake. Sawa, na mimi inaweka nukta hapo. Mwingine anasema baada ya kuzungumza mambo ya msingi wewe unazungumza nyeti. Nyeti ndio nini? Kauliza mwingine hapa akimuuliza huyo mbunge kwamba anazungumzia masuala nyeti. Mwingine anasema hii moja ya elimu mbalimbali wakiongea tu
tunawajua, yaani tumbo lenyewe linawakilisha umekura pumba tu. Chama cha Mapinduzi kimeishiwa wagombea ndani ya chama au aliteuliwa ili kiwarinde kina fulani. Mbona kituko ipo bungeni, kimeingiaje hapo? Mwingine anasema binafsi naona poor content, mzungumzie na madeni tunayodaiwa. Angalieni pia wasomi wapo mtaani, tengenezeni ajira, sio kuvaa miwani tu kama Kobe. Sawa, asante sana. Mmoja mdau huyo ameandika hivyo pia. Mwingine anasema sheria ya kila anayejua kusoma anakuwa mbunge, naomba iondolewe. Walimtoa Maganga wakamweka huyu. Wanambogwe mbinguni mtafika, mmechoka sana. Sawa, maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Cha msingi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.